Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana katika kipindi chetu cha neno la Mungu, na leo tutaenda kuangazia tena sehemu ya pili ya uponyaji wa mtu ambaye ameumia kwa jinsi ya ndani, na tutaenda kusoma neno la Mungu kwenye kitabu kile cha Luka sura ya 4 mstari wa 18 kama utangulizi, na tutakavyokuwa tunasoma Bwana atakwenda kusimama na atakwenda kujibu. Anasema kwamba katika neno hilo la kitabu cha Luka mtakatifu, Injili ya Luka mtakatifu sura ile ya 4 mstari wa 18, kama una Biblia na unatufuatilia Luka 4:18, unaweza ukasoma kwenye Injili ya Luka 4 mstari wa 18, utaona kitu ambacho tunataka kuenda kukiangazia. Na neno la Bwana linazungumza pale, Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi wake akaketi, na watu waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho. Akaanza kuwaambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Wakamshuhudia wote wakistaajabu maneno ya neema yaliyotoka kinywani mwake. Wakasema, huyu siye mwana wa Yusufu? Akawaambia, hapana shaka mtaniambia mithali hii, tabibu, jiponye nafsi yako, mambo yote tuliyoyasikia kwamba yametendeka Kapernaumu yatende na hapa pia katika nchi yako mwenyewe. Akasema, amin nawaambia ya kwamba hakuna nabii mwenye kukubaliwa katika nchi yake mwenyewe. Lakini kwa hakika kwamba palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Eliya, wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6, njaa kuu ikaingia nchi nzima. Wala Eliya hakutumwa kwa mmojawapo, ila kwa mjane mmoja tu wa Sarepta katika nchi ya Sidoni. Kwa ukisoma hili neno la Luka 4 kuanzia mstari wa 18 mpaka mstari wa 25, utaona kitu ambacho sasa Mungu anaeleza. Na unajua Bwana Yesu anavyosoma hichi chuo, haya maneno yameandikwa kule kwenye Isaya 61 tena. Lakini sasa katika injili hata hii unaoisikia, sio wote wanaweza wakawa wanaguswa pia na hii injili. Kuna mtu anapitia mahali, ndio maana Mungu anatuma huu ujumbe kwa sababu ya kumvusha huyo mtu. Na unapopitia maumivu, kuna mambo mengi sana yanasababisha maumivu. Unaweza ukatamkiwa maneno magumu yakakuvunja moyo kabisa, hata kwenda kanisani ukaacha. Sasa unaweza ukakutana na maneno mengine ni upanga, yakajeruhi moyo wako, yakauchinja kabisa, ukaanza kukosa imani kwamba hata kuna Mungu. Lakini unaweza ukakutana na vita kwenye familia, hata ukatamani kufa. Lakini sasa unaweza ukakutana hata na mambo yanayokutia hofu katikati ya eneo unalofanya kazi, mambo ya ushirikina, mambo ya dhuluma na mambo mengine mabaya tu ambayo yanaweza yakatumika yakamfisha mtu moyo wake kabisa. Sasa ukaanza kufungika kwa jinsi ya ndani, na ndio maana unaona Bwana Yesu anasema kwamba kuwafungua waliofungwa. Kwa hiyo kuna watu wengine wamefungwa lakini wanatembea barabarani. Kinachofungwa ni nafsi. Moyo wako unaweza ukafungwa. Adui anafunga moyo wako, anakufungia roho ya huzuni, anakufungia roho ya uchungu, anakufungia mateso, anakufungia mautumwa. Na ndio maana sasa tunaachilia hili neno kwa ajili ya kukufungua. Amekuja kwa ajili ya kufungua wale waliofungwa, kuwaweka huru waliosetwa. Kusetwa maanake ni kuwekwa chini ya mtu fulani, kuwekwa chini ya himaya fulani, kuwekwa chini ya uangalizi fulani. Bwana ametuma neno hili kwenda kukufungua leo. Ndio maana anasema kabisa kwamba nabii akubariki kwao. Yawezekana hata wewe una kitu cha Mungu, ni mtumishi wa Mungu, lakini sasa umekutana na vita kubwa kiasi kwamba huwezi kuhubiri tena, kwa sababu sasa umeenda kuhubiri kwenye kwenu, na kule kwenu hawezi kukubaliana na wewe kwa haraka. Usiogope wala usikate tamaa. Soma neno la Yeremia 1 mstari wa 18, nao watashindana nawe lakini hawatakushinda, kwa sababu yeye yuko pamoja na wewe ili akuokoe. Usikate tamaa wala usivunjike moyo. Endelea kuomba, endelea kuomba. Kuna watu wengi sana wananisikiliza hapa kwenye redio, na wana mambo mengi mabaya sana wanayapitia. Wanapitia mateso, wanapitia maumivu, wanapitia kuonewa, wanapitia kukataliwa, wanapitia kuvunjwa moyo. Yamkini wewe ni mwanamke, ulikuwa umeolewa ukatupwa, ukaachwa. Nenda kasome Isaya 54 mstari ule wa 5 na wa 6. Mungu atakutafuta kama mwanamke aliyetupwa. Usikate tamaa wala usivunjike moyo.
Kuna watu wamevunjwa moyo, kuna watu wengine wamekutana na vitendo vya kikatili, wamefanywa vitendo vya kikatili na watu wa karibu sana na hao watu, hata hawaamini, hawajui watakachokifanya ni nini. Ninakutia moyo kupitia ujumbe huu wa neno la Mungu ambao tunahubiri sasa, ya kwamba Bwana Yesu amekuja kukufungua kutoka kwenye hilo giza, kutoka kwenye hilo shimo la mauti, kutoka kwenye hilo kaburi, kutoka kwenye hilo gereza. Yamkini kuna roho za kifamilia zimeinua wivu na wewe una wivu. Kuna watu wanakutesa kwenye hiyo familia yenu, kuna roho ya wivu. Watu wakiona huyu ameendelea, watu wakiona huyu amevuka kidogo, kunainuka wivu mkubwa, wanatamani kukuua. Kama Yusufu, ndugu zake ndio waliotaka kumuua Yusufu, wakamtupa kwenye shimo, walitaka kumuua, wakamuumiza Yusufu, wakachukua na vazi lake Yusufu, wakalipasua, wakaenda wakamvalisha, wakampelekea baba yake vazi lile, wakiwa wamelichinjia mnyama na kulimwagia damu ya mnyama, wakapeleka kwa mzee Yakobo kwamba mtoto wake amekufa. Walimuua kabisa. Kwa jinsi ya mwili walikuwa hawajamuua, lakini kibiblia kwa jinsi ya moyo walikuwa wamemuua Yusufu. Kwa hiyo unaweza ukawa vita yako ni inatumiwa na adui, anatumia pia watu wa karibu kukuumiza. Ninakusihi usikate tamaa. Angalia pia, usiamini kila mtu. Endelea kuomba. Soma neno la Mungu la kitabu cha Mika sura ile ya 7. Ukisoma Mika sura ya 7 utaweza ukaona mstari wa 1 mpaka wa 6. Anasema pia usimwamini kila rafiki, hata mke wako analala kifuani mwako usimwambie siri zako zote. Kuna watu wengine wanaumizwa pia kwa sababu pia wanasema siri zao zote kwa watu kabla hawajajua hao watu ni wanamna gani, wana roho gani ndani ya hao watu. Kuna watu wengine ni rafiki zako uko nao, lakini wana wivu. Kuna watu wengine hawatamani uwe ufike hapo ulipofika. Kwa hiyo sasa unavyoendelea kutoa mwanya na upenyo wa kukujua kiundani, ni kama Yusufu alivyokuwa anaelezea ndugu zake zile ndoto alizokuwa anaota, hatimaye wakajua huyu anakuja kuwa mkubwa, walitaka kumuua. Kwa hiyo mahali popote unapopitia usiogope, lakini pia kuwa mtulivu katika siri za Mungu. Kuwa mtulivu, useme jambo lako kwa kila mtu, sio kila mtu mwenye kifua cha kubeba jambo lako. Kuwa mtulivu kwa watu ambao unawaamini. Hata Ayubu, adui alitumia watu wa karibu sana kumpiga vita, kumuumiza. Adui alitumia mpaka mke wake, adui alitumia marafiki zake wa karibu sana. Kwa hiyo adui anaweza kutumia mtu yoyote tu, mradi atimize lengo lake juu ya maisha yako, ya kukuletea maumivu, kukuacha na maumivu, kukuacha na mateso, kukuacha na kuna mahangaiko, kukuacha na kuonelewa, kukuacha na kuibiwa, kwa hiyo kukataliwa. Kwa hiyo wewe usiogope, endelea kumuomba Mungu. Watu wote duniani wanaweza kukuacha, lakini yupo mmoja ambaye hawezi kukuacha, ambaye ni Yesu Kristo wa Nazareti. Mahali popote unaponisikia, jitie nguvu sasa. Simama na usikumbuke matukio yaliyopita. Omba Mungu akusaidie, omba Mungu akutie nguvu. Na ukisoma kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 14, anasema kwamba ukiwa katika kuomba, achilieni na kusamehe, na Baba yako wa mbinguni atakusamehe. Na Marko sura ya 11 mstari wa 24 mpaka 25, Marko 11:24 mpaka 25 inaeleza wazi ya kwamba ukiwa katika kusali au usimamapo katika kusali, samehe ikiwa una neno juu ya mtu. Kwa hiyo usiogope. Kama kuna mahali ulipitia, kama kuna mambo yalikuumiza, leo hii nakutia moyo, usamehe, uyaachilie, uyaondoe moyoni. Na kuna athari kubwa sana ya moyo wa mtu ikiwa kuna vitu amebeba na hajaachilia, ikiwa kuna mashaka amebeba hajaachilia, ikiwa kuna maneno mabaya umebeba, umeweka kwenye akiba yako ya moyo. Moyo uko kama benki. Unaweza ukawa umeweka hazina ya vitu vyema, na unaweza ukawa umeweka hazina ya vitu vichungu, vitu vibaya. Na ndiyo maana anasema kijazacho moyo wa mtu ndicho kimtokacho. Kwa hiyo moyo ni store. Usikubali kuweka vitu vinavyoumiza kwenye moyo wako. Hakikisha kila siku kabla hujalala unatoa sumu zote kwenye moyo wako. Mwambie Bwana, kama ni huyu amenikosea, ninamsamehe na kumwachilia, ninamsamehe na kumwachilia. Kiri hivyo mara 3, mtoe huyo mtu moyoni, na utashangaa moyo wako unapona na unapata tiba kabisa. Mungu wetu sio mwanadamu aseme uongo au wajute. Amezungumza hivyo kabisa katika lile neno lake la kitabu cha Hesabu 23 mstari wa 19. Haiwezekani ya kwamba Bwana Yesu anasema amekuja kuwaponya, amekuja kuwaganga majeraha yenu. Wewe unalala na majeraha, wewe unakumbatia majeraha, wewe unajificha kwenye hayo majeraha. Hayo majeraha yatakuua. Achilia, mwambie Bwana, mimi naacha yote madhabahuni mwako. Kumbuka lile neno la Mungu linavyosema kwenye Mathayo 11 kwenye mstari ule wa 28 mpaka wa 30. Anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Hayawezekana kuna mzigo umeubeba kwenye moyo wako, upeleke kwa Yesu Kristo, uutue huko kwake. Moyo wako uwe msafi. Linda moyo wako sana kuliko vyote vilindavyo, maana huko ndiko zitokako chemichemi za uzima. Kinywa cha ukaidi ukitenge mbali nawe,
Unaona, anasema katika hilo neno la Methali 4:23, ninakutia moyo mahali unaponisikiliza. Linda moyo wako, usipatie vitu vyenye maumivu vipate nafasi kwenye moyo wako. Usiweke akiba ya ubaya, usiweke kumbukumbu ya visasi, usikumbuke yaliyopita. Angalia mbele yako, mbele yako bado una safari ndefu. Ukikutana na miba, ukikutana na mateso, yupo aliyekuumba, yeye atakuvusha. Kwa hiyo nakutia mahali popote unapopitia, nakutia moyo, usivunjike moyo, usikate tamaa, endelea kumwamini Mungu. Yeye aliyeruhusu upite katika hali hiyo bado atakufanyia njia, bado atakufanyia wepesi, bado atakufanyia mlango. Yeye ana njia za kuokoa na alishaokoa hata katika mauti. Kwa hiyo mahali popote ulipokuwa unanisikiliza, Mungu anakwenda kuuponya moyo wako, Mungu anakwenda kurudisha amani yako, Mungu anakwenda kukuachilia uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Sasa ninaomba ufunge macho na uweke mkono kwenye moyo wako. Mkono wako wa kulia nyosha juu, wa kushoto weka kwenye moyo. Baba wa mbinguni, asante kwa ajili ya huyu mtu aliyekuwa ananisikiliza, na imwaga damu ya Yesu Kristo juu yake sasa, kumuosha na kuvunja kila mpango wa adui. Baba, tunapeleka toba juu ya kila uchungu ulio ndani yake. Naomba umguse, umponye na kumfungua, maana wewe mwenyewe ulisema katika neno lako, pamoja na jaribu hili analopitia, wewe utakwenda kumfanyia njia. Jehova Shama na Mungu uliye juu ya yote, Elioni, Mungu mtakatifu uliye juu ya mambo yote, ninakuomba sasa ukamguse mtu huyu na kumhamisha katika maangamizi, katika mateso, katika kukata tamaa, katika kuvunjika moyo na katika kukataliwa kwa jinsi yote ile. Baba wa mbinguni, nenda kaachilie uponyaji, nenda kaachilie utakaso, nenda kaachilie ukombozi, nenda kamuinue tena, nenda kamfanyie nafasi na mlango tena. Usiyeshindwa na kimbilio letu na nguvu, ninakuomba sasa ukamtetee mtumishi wako, nakuomba sasa ukamfanyie mlango, nakuomba sasa ukamfanyie wepesi, nakuomba sasa ukamfanyie njia. Kila uchungu ninaukemea kwa jina la Yesu. Kila maumivu kwenye moyo wako ninakemea kwa jina la Yesu. Kila mateso ninakemea. Kila vifungo na mahubiri potofu yote ya ibilisi ninakemea sasa katika jina la Yesu. Ninakufungua na kukuweka huru katika jina kuu la Yesu Kristo. Baba wa mbinguni, asante kwa sababu umesema katika neno lako, Bwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Amen. Basi ikiwa ulikuwa unanisikiliza na ungehitaji pia kuwasiliana na sisi, wasiliana nasi kupitia namba 0759044115 au 0676237816. Mungu akubariki sana. Kama utakuwa na ushauri au maswali au kuhitaji huduma ya maombi na maombezi zaidi, basi usisite kutupigia katika namba hizo. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki sana. Amen.